Kutokana na tukio ambalo limetendeka la kuwazuia Simba Sports Club kwenda kufanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa, taarifa kwa umma imetolewa kutoka klabuni hapo, ambapo taarifa hiyo inasomeka kama ifuatavyo. Simba Sports Club imesikitishwa na vitendo visivyo vya kiungwana dhidi ya timu yetu kuelekea mchezo wa ligi kuu NBC dhidi ya Yanga, Simba ikiwa ni timu mgeni. Kwa mjibu wa kanuni ya 1745 kwenye mabano ya kanuni za ligi kuu bara, timu mgeni ina haki ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi angalau mara moja kabla ya siku ya mechi katika muda tarajiwa wa mchezo husika. Kwa makusudi, Simba imenyimwa haki hiyo licha ya kufika uwanjani katika muda husika. Katika sintofahamu hiyo, Simba iliarifiwa na meneja wa uwanja kuwa hana maelekezo ya kuruhusu mazoezi kufanyika bila maelekezo ya kamishina wa mchezo. Pamoja na kamishina wa mchezo husika kufika, mabounsa wa klabu ya Yanga walivamia msafara wa Simba huku wakiendelea na vurugu na wakizuia msafara wa Simba kuingia uwanjani kufanya mazoezi. Jitihada za Simba kupata ufumbuzi wa changamoto hiyo hazikuzaa matunda kwa zaidi ya masaa mawili kabla ya Simba kuondoka eneo la nje ya uwanja kwa sababu za kiusalama ambazo zimerekodiwa kwa ajili ya ushahidi. Kufuatia ukiukwaji huo wa taratibu za mchezo, Simba haitoshiriki mchezo husika na haki zote zimehifadhiwa. Simba inahimiza kuchukuliwa kwa hatua stahiki dhidi ya wahusika wote kwa sakata hili. Wanamaliza kwa kuandika, imetolewa na management klabu ya Simba. Hiyo ni taarifa rasmi ambayo imetolewa na klabu ya Simba Sports ikieleza kuhusiana na kile ambacho kilitokea kwa klabu hiyo kuzuiliwa na mabounsa ambao ni wa klabu ya Yanga, na lakini pia kutokuweza kufanya mazoezi kwa ajili ya maandalizi ya mechi hiyo. Na wamejaribu kutaja kanuni ya 17 kipengele cha 45 katika kanuni za ligi kuu bara ambazo zinawapa haki ya wao kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi angalau mara moja kabla ya siku ya mechi katika muda uliotarajiwa. Sasa katika maelezo yao ni kwamba wamesikitishwa na kitendo hicho licha ya kwamba uongozi wa uwanja ulifika hapa, wakimtaja kamishna wa mchezo kwamba alifika, lakini bado mabounsa wa klabu ya Yanga walivamia msafara wa Simba huku wakiendelea kuwafanyia vurugu. Lakini wameenda mbali zaidi na kueleza kuwa hata hivyo walikuwa wakiwarekodi kwa ajili ya ushahidi. Lakini si hivyo tu. Katika maelezo haya wamesema kwamba walifanya jitihada za kupata ufumbuzi wa changamoto hiyo, lakini hazikuzaa matunda kwa zaidi ya masaa mawili, ambapo inaelezwa awali kuwa klabu ya Simba na wachezaji wake walifika katika uwanja huo majira ya saa 1 kwa ajili ya kwenda kufanya mazoezi. Na sababu zilizotajwa za kutokufika mapema ni pamoja na mfungo ambao unaendelea kwa sasa, huku mashabiki wengi wakionyeshwa kusikitishwa na kitendo hicho. Upande wa pili wa klabu ya Yanga, mashabiki baadhi ambao walikuwa wakikomenti katika mitandao ya kijamii walikuwa wakihusisha na imani za kishirikina, wakisema kwamba Simba walikuwa wanataka kwenda kuloga. Katika komenti nyingi ambazo zimeziona katika ukurasa wa Facebook kupitia Mtu Poa, lakini pia katika kurasa zingine za michezo, ni kwamba mashabiki wa Yanga walikuwa wakijaribu kueleza hisia zao wakisema kuwa huenda klabu ya Simba ilikuwa imeenda kufanya uchawi, jambo ambalo kwa mujibu wa kanuni za TFF linazuiliwa zaidi, na kusema kwamba kama shabiki atafanya hivyo basi adhabu yake ni pamoja na kuzuiliwa kuingia uwanjani. Kwa hivyo masuala ya uchawi umezuiliwa. Masuala ya uchawi ni jambo kubwa zaidi ambalo limezuiliwa kulingana na kanuni za TFF. Lakini pia katika kuhitimisha, wamesema kwamba kufuatia ukiukwaji huo wa taratibu za mchezo, Simba haitoshiriki katika mchezo husika, ikiwa na maana Simba haitoshiriki katika hiyo dabi ya Kariakoo ambayo tulitarajia icheze siku ya kesho. Kwa hivyo kesho tarehe 8 ikiwa ni mwezi wa 3 mwaka 2025 hakutakuwa na dabi ya Kariakoo
kama ambavyo tulikuwa tumejiandaa hapo awali, huku chanzo zaidi kikielezwa kuwa ni kukiukwa kwa taratibu hizo za kikanuni kulingana na kanuni za ligi kuu bara, kwamba hawakupata nafasi ya kwenda kufanya mazoezi ya mwisho katika uwanja wa mwenyeji, yani kwenda kufanya mazoezi katika uwanja huo wa Benjamin Mkapa, kwa sababu Simba walikuwa na haki hiyo, kwa sababu wao ndo, kwa mujibu wa kanuni, wao ndo walikuwa ugenini na Yanga ilikuwa iko nyumbani kwa mujibu wa kanuni. Unajua watu wengi wamekuwa wakichanganya hili kuhusiana na kanuni hizi, kwamba wote wako Tanzania, kwamba Simba inajihitaji mgeni. Kanuni inaeleza wazi kwamba hata kama wote wako Tanzania katika uwanja mmoja, lakini bado kuna kanuni zinaeleza kwamba hii timu iko nyumbani, hii hapa iko ugenini. Kwa mujibu wa taarifa za kikanuni ni kwamba timu ambayo inaandaa mchezo kwa mujibu wa taratibu na kanuni za ligi ile inakuwa iko nyumbani, haijalishi kwamba iko katika uwanja wa timu ambayo pia iko katika maeneo hayo. Kwa hiyo kwa klabu ya Simba ilikuwa iko ugenini kwenda kuminyana na klabu ya Young African. Kwa hiyo ni watoe wasiwasi wale mashabiki ambao kupitia Fun Facts walikuwa wakiuliza kwamba inakuwaje Simba iseme iko ugenini na uwanja wa Benjamin Mkapa wamekuwa wakiutumia kama uwanja wa nyumbani. Ni kwamba kwa mujibu wa kanuni ambazo zimewekwa na ligi kuu bara ni kwamba mgeni alikuwa ni Simba huku Yanga ikiwa ni mwenyeji. Kwa hivyo kwa vyovyote vile klabu ya Simba ilikuwa inahitaji muda zaidi kwa ajili ya kwenda kufanya mazoezi pale katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kujiandaa na mchezo huo. Kwa hiyo kuwazuia kufanya hivyo ni kuvunja kanuni ambayo imekwisha kutajwa katika taarifa kwa umma iliyotolewa na klabu ya Simba, kwamba ni kanuni ya 17 kipengele cha 45 ya kanuni za ligi, ambapo timu mgeni ana haki ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi angalau mara moja kabla ya siku ya mechi katika muda tarajiwa wa mchezo husika. Kwa hivyo ni kwamba Simba Sports Club ilikuwa na haki zote, ndio maana hawajasita kabisa kuahirisha mchezo huu ambao ulikuwa unasubiriwa kwa hamu sana, huku mashabiki wengi wakiwa wamenunua jezi, wengine wamelipia hela nyingi na wamesafiri kutoka mbali kuja kuangalia dabi hiyo. Mimi ni mtu safi aka mtu poa. Hii ni Fun Facts. Niandikie maoni yako hapo chini. Je, unaonaje uamuzi wa klabu ya Simba kuahirisha mchezo huo? Wako sawa ama hawako sawa? Na je, unadhani kitendo cha mashabiki wa Yanga na mabosa wake kufanya fujo na kuzuia klabu ya Simba kufanya mazoezi katika uwanja huo ni jambo linalokubalika ama halikubaliki? Hayo maoni niandikie kupitia kwenye comment, lakini pia share na wengine ili tuweze kupata maoni zaidi. Asante, tukutane wakati mwingine. Bye bye.